Baba yangu, ninakutukuza asubuhi ya leo. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo, asante kwa kunithamini, asante tena kwa kunipa kibali. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye ananifuatilia kupitia maombi ya asubuhi. Asante Roho Mtakatifu kwa upendo mkuu. Umetupenda kuliko kawaida Bwana. Macho yetu yanakuinua asubuhi ya leo, mioyo yetu imenyenyekea mbele zako. Roho Mtakatifu, tukishuka na kunyenyekea mbele zako. Baba yangu wa mbinguni, sisi ni wakosaji mbele zako, ndio maana tuko hapa wanao, tuko hapa watoto wako. Tumeshuka mbele zako Yesu, tukiomba rehema zako, tukiomba rehema zako Baba. Imeandikwa katika kitabu kile cha Isaya sura ya 1 na mstari wa 19 ya kwamba dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama bendera, tazisafisha zitakuwa nyeupe kama theluji. Mungu uliye hai, wanao tumeshuka mbele zako sawa sawa na rehema zako. Tunaomba ututakase Bwana asubuhi ya leo. Uturehemu wanao sawa sawa na fadhili zako. Turehemu watoto wako sawa sawa na wingi wa ukuu wako, katika jina la Yesu Kristo. Romo shanda ramakuri risa karamata rabashaka mandorukuri ya masike. Baba, kila mmoja ameinama mbele zako, anakuinulia wewe Bwana mikono yake, akianguka magotini pako Yesu, kwenye kiti chako cha rehema. Mungu uliye hai, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu. Turehemu tena watoto wako, tumenyenyekea mbele zako, hatuna Mungu mwingine, ni wewe tu Bwana wa kutusaidia. Rusa karamanda rabaka. Kila mmoja aanze kutamka maneno ya rehema. Mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akutakase, mwambie Baba akutakase. In the mighty name of Jesus. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso. Risa kataraba randa ramandara risa taraba kuria risa ndaramando roko shanda ramakuria ria baba risa tarama kuri bashaka. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Asubuhi ya leo anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, na kuhitaji kwa mara nyingine, na kuhitaji tena, na kuhitaji Bwana zaidi ya nilivyokuwa kukuhitaji. Mwambie Yesu, na kuhitaji, na kuhitaji tena. Wewe ndio msaada wangu, wewe ndio baba yangu, wewe ndio kimbilio langu. Anza kutamka, mwambie Roho Mtakatifu, na kuhitaji peke yako, na kuhitaji peke yako. Baba, tunakuhitaji, maana wewe ndio msaada wetu, hatuna pahali pengine pa kukimbilia. Tumekuja kwako Bwana, tunahitaji msaada wako, msaada wa kutusaidia wakati wa mahitaji, msaada wa kutubeba wakati wa shida, msaada wa kutusaidia Baba. Tushike kwa mkono wako, tushike kwa mkono wako Baba. Hii ni siku mpya, tunahitaji tushike. Rikanda ramanda rababakariabasa randa ramando rokoria risanta ramakosha rabababababa rikatarabashaka. Baba, nishike kwa mkono wako, nishike kwa mkono wako. Kila mmoja atamka, mwambie Baba, naomba unishike, naomba unishike, naomba unishike. Peke yangu siwezi Bwana, peke yangu siwezi Bwana. Wakati naomba, ninaona mama huyu analia, ninaona baba huyu ameteseka, ninaona huyu binti analia. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, sina kunishika, ni wewe tu wa kunisaidia. Rika baba, rika baba, oreseterere. Ninaona Bwana akileta msaada kwenye maisha yako. Sijajua umelia kwa miaka mingapi, na sijajua umelia kwa muda gani. Mwambie Baba, naomba ulete msaada kwenye maisha yangu, peke yangu siwezi Bwana, naomba ulete msaada. Omba msaada, omba msaada, omba msaada. Rere serere.
Ninaona una kilio, ninaonyeshwa kilio katika ulimwengu wa roho. Ninaona umelia kwa miaka mingi, naona umelia kwa muda mrefu. Mwambie Baba, nahitaji msaada asubuhi ya leo, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunibeba. Orika baba mandara baba shataraba koria risataraba karamanda risatararara. Baba tupe msaada, Baba tupe msaada. Hatuna Mungu mwingine wa kutusaidia, ni wewe Bwana msaada wetu, ni wewe Bwana msaada wetu. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo tunahitaji msaada. Risandara kuribasaka makuria baba. Wakati naomba nasikia Mungu ananiambia, umekuwa unapitia mahali unahitaji msaada, unahitaji kumwona Yesu akitenda kazi, unahitaji kumwona Yesu akijibu kilio chako, unahitaji kumwona Yesu akikufungua, unahitaji kumwona Yesu akikuponya, akikutoa kwenye huo ugonjwa, unahitaji kumwona Yesu akifungua tumbo lako la uzazi, unahitaji kumwona Yesu akikupa kazi, akifungua kazi, unahitaji kumwona Yesu akikutondoa kwenye kufilisika, akikutoa kwenye madeni, akikutoa kwenye taabu, akitoa kwenye mateso ya miaka mingi. Kuna namba kwenye skrini yako. Wakati unaendelea kuomba, chukua hiyo namba kwa skrini yako. Hiyo namba moja ni ya WhatsApp. Natuma ujumbe wako, mwambie Baba, niambie kwamba Baba, ninapita hapa, nahitaji unisaidie, nahitaji unishike kwa mkono. Tutaomba na mbingu zitaenda kufunguka. Na inawezekana saa hii unasikia ndani yako una mzigo mkubwa sana, na huo mzigo unatamani usimame na dhabihu, usimame na sadaka, unasimame mwambie Baba, naomba unitoe mzigo huu. Kamata hiyo namba ya Vodacom, iko hapo kwa skrini yako, iandike napanda sadaka. Kuna kitu kinaenda kutokea asubuhi ya leo. Naisikia sauti ya Mungu ya kwamba asubuhi ya leo anaenda kukutoa kwenye mateso. Nasikia Bwana ananiambia anaenda kutoa kwenye mateso, anaenda kutoa kwenye shida, anaenda kutoa kwenye taabu, anaenda kutoa kwenye taabu. Baba, kutoe taabuni. Arika mandorokota resa tarabakari randa rababa sataraba kushatarababa. Ninasikia sauti ya kupigana vita ya asubuhi, Asubuhi imebeba vita, kwa sababu asubuhi ndio neema ya watu inapofunguka, ndipo baraka za watu zinapofunguka, ndipo neema za watu zinapofunguka. Adui upambana asubuhi, kwa sababu anajua anataka amarize ndoto za watu. Ukisoma Zaburi ile ya 72 kuanzia mstari ule wa 6, Biblia inasema atashuka kama mvua juu ya majani yaliyokatwa, kama manyunyu yanyeshavyo nchi. Siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi, na wingi wa amani hata mwezi utakapokoma. Anasema na hawe na enzi toka bahari hata bahari, toka mto hata mto, miisha dunia. Wakao jangwani wainame mbele zake, adui zake na walambe mavumbi. Wafalme wa Tarshishi na visiwa na walete kodi. Wafalme wa Sheba na watoe vipawa. Anasema wafalme wote na wasujudie, na mataifa wote wamtumikie, kwa maana atamkomboa muhitaji alipo, na mtu aliyeonewa iwapo ana msaidizi. Unaona? Anasema atamhurumia aliye dhaifu na maskini, na nafsi ya wahitaji anasema ataziokoa. Unaona? Sasa unaweza kuona, anasema naam, anasema mstari wa 12, kwa maana atamkomboa muhitaji aliyapo, na mtu aliyeonewa iwapo ana msaidizi. Sasa na ukifuatilia ule mstari mstari ule wa 9, anasema wakao jangwani na wainame mbele zake, adui zake na walambe mavumbi. Umeona? Sasa asubuhi huwa ina vita sana, na kama unafuatilia sana utaona wakati unaanza siku
siku ya mtu huwa ina vita sana. Siku ya mtu huwa ina vita sana. Mungu amekusudia sisi tustawi. Mungu amekusudia sisi tuinuke. Unaona? Mungu amekusudia sisi tunanyuke. Ndio maana anasema mstari wa 6 anasema atashuka kama mvua juu ya majani yaliyokatwa, kama manyunyu yanyeshavyo nchi. Anasema siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi. Kwa hiyo Mungu amekusudia tustawi na amekusudia tufanikiwe. Lakini unaweza kuona namna ambavyo shetani wanapambana na asubuhi ya mtu. Shetani wanapambana na asubuhi ya mtu kwa sababu anajua unapoamka asubuhi kuna mambo mazuri yataenda kutokea. Ukienda kazini kuna vitu vitafunguka. Ukienda kila kona maisha yako yatawekwa huru. Kwa hiyo maadui wanapambana asubuhi. Asubuhi, vita ya asubuhi. Na hii vita ya asubuhi ni kazi kubwa sana. Lazima upigane vita asubuhi. Lazima ushindane asubuhi. Ili kustawi lazima asubuhi ushindane. Lazima asubuhi upigane vita. Yoyote ambaye anatafuta ndoto yako huwa anaitafuta asubuhi. Yoyote anayepigana na maisha yako anapigana na asubuhi, kwa sababu anajua ukitoka utaenda kufanikiwa, ukitoka utaenda kuinuka, ukitoka utaenda kupata, ukitoka utapata riziki. Kama ni mfanyabiashara akitoka asubuhi akiwa na baraka, maana yake kila atakachokifanya kule kitakuwa na baraka. Lakini akijua adui kwamba leo ukitoka utaenda kufanikiwa, kwa anajaribu kukushambulia, anakushambulia asubuhi. Na vita ya asubuhi, nataka nitoe dalili ya vita asubuhi ikoje. Wakati wa asubuhi ndipo unakutana na vita. Kwa nini vita inatokea asubuhi? Ni kama nilivyozungumza kwamba ndipo kuinuliwa kwako kulipo. Lakini asubuhi kwa nini kunakuwa na vita? Kwa sababu shetani anajua akikuachia utaenda kufanikiwa. Kwa hiyo anakupiga ili usifanikiwe. Anapiga ili hatima yako iharibu. Anapiga ili ndoto zako aziue. Anapiga ili maisha yako yaharibu. Anapiga ili mambo yako yaharibike, ili ukienda usifanikiwe. Na ndio maana dalili zifuatazo zinampata mtu asubuhi. Ukiamka unasikia umechoka sana. Ndio, ukiamka unasikia umekata tamaa. Ukiamka unasikia ndani yako una hali tena ya kuendelea. Na maana ukiamka asubuhi unakutana na vita nzito. Ukiamka asubuhi unakutana kama una mzigo wa ajabu sana ndani yako, kwa sababu kuna vita ya asubuhi. Na wengi waliolala wakaota ndoto mbaya, wakashambuliwa wakati wa ndoto, wakashambuliwa na wachawi usiku, wakashambuliwa na nguvu ya giza. Kwa hiyo unaamka asubuhi wakati umechoka, mwili umechoka na una nguvu ya kuendelea. Ndipo simama mbele zako saa hii, nataka nipambane na kila aina nguvu. Maadui zako lazima wale mavumbi wa asubuhi. Wanaopambana na wewe lazima waanguke ili wewe uinuke katika jina la Yesu Kristo. Nataka popote pale ulipo, hauwezi kuomba wakati wenyewe wanakushambulia na ukaomba una sadaka. Kati ya makosa watu wengi wanafanya maombi lakini hawana sadaka. Na hii ni changamoto kubwa sana. Kama unafanya maombi tu na hauna sadaka, uwe na uhakika utapata matokeo madogo sana. Nataka wale ambao ndani yao wanasikia mzigo, unaomba na unatoa sadaka, umalize vita asubuhi. Lazima asubuhi usafishe asubuhi. Lazima. Nataka uinue mkono wako. Sema, Bwana Yesu, nimesimama mbele zako leo na mikononi mwangu nimekamata sadaka asubuhi ya leo. Nimejua kabisa asubuhi kuwa ni vita. Asubuhi ndipo maadui wanapambana ili kuwa ndoto zangu, kuwa maisha yangu, kuwa hatima yangu. Lakini neno lako limesema kweli katika Zaburi ya 72 ya kwamba Bwana utanipigania na mimi nitastawi kila siku asubuhi. Mungu liye hai, katika jina la Yesu Kristo, kila nguvu inayopambana na mimi ili kuniangusha, ili kuniangamiza, ninaivunja kwa jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu inayofanya kazi kwa siri katika ulimwengu wa roho, kila uchawi, kila uganga, kila ushirikina, kila mizimu inayotenda kazi kwa siri katika ulimwengu wa roho kunishambulia majira ya asubuhi kupitia ndoto, kufanya mwili uzofike na kila kitu uzofike, akili uzofike, ninapasua hiyo nguvu kwa jina Yesu. Ramando sakarabashika. Asubuhi ya leo ninatangaza, yoyote aliyeinuka kuangusha, ninampasua kwa jina Yesu Kristo. Ninampasua kwa damu ya mwana kondoo. Ninapasua kazi zake, ninapasua madhabahu zake, ninapasua nguvu zake. Achia mwanamke wako afanikiwe, achia ndoto zake, achia mama huyu akapate kazi, achia baba huyu akafunguliwe
katika jina Yesu. Ninatangaza vita yako asubuhi imalizike. Hakuna uganga, hakuna uchawi, hakuna ushirikina. Ninafungua malango ya asubuhi, nafungua neema ya asubuhi. Vita yako haitaendelea. Ninawasambaratisha wote, ninasambaratisha wachawi, ninasambaratisha waganga, nasambaratisha washirikina wote waliokamata asubuhi yako. Ninawapasua kwa moto na kwa radi, ninawapasua kwa moto na kwa radi. Ninatangaza kuanzia sasa, ninatangaza kuanzia sasa, asubuhi yako haitakuwa na vita. Asubuhi yako itabarikiwa, asubuhi yako itainuliwa, asubuhi yako itapiga hatua. Nenda ukainuke, nenda ukafanikiwe, nenda ukainuliwe katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nenda ukafanikiwe. Kamata hiyo sadaka, tuma kwenye hii namba ya Vodacom ya 0756 934 903 ambayo iko hapo kwenye screen. Na ukimaliza kutuma message, naomba tafadhali nitumie ujumbe wako kwa njia ya WhatsApp na niambie unapita changamoto gani. Tutasimama pamoja na tutaomba na mkono wa Yesu utakuwa juu yako. Nenda ukafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Sema amen, amen, amen. Mungu akuinue sana. Shalom, shalom, shalom.